Somo letu liko hivi. Vitu vitano unatakiwa vifanye kabla ya kuingia kwenye ndoa, kabla ya kuoa au kabla ya kuolewa. Sema amena. Kwa sababu gani? Kuolewa ndiyo mpango mkuu wa pili wa Mungu katika maisha ya mtu. Haleluya. Mpango wa kwanza ni pale tunapozaliwa. Amena. Pale kuzaliwa ni kazi kuu Mungu anakuwa anaifanya. Kutuumba ndani ya tumbo mpaka tunatoka tunazaliwa ni kazi kubwa sana hiyo. Ya pili kubwa ni kuolewa. Na ile ni kubwa. Kwenyewe wanasema utaacha baba na mama. Unaambatana na mwanaume mwenye sio ndugu yako. Amen. Hamchangii damu. Alafu eti muwe mwili umoja. Unasikia kabisa hapo? Hii ni ingine jambo kubwa. Haleluya. Sasa hii ndiyo kubwa kuliko hii ya kuzaliwa. Sababu katika kuzaliwa hatufanyage effort. Ni vitu ambavyo vinatokea bila hata si hatukujua. Amen. Ni vitu vinatokea kabla sisi hatujazaliwa. Yes, tunaona tunatokea duniani. Kwa hiyo pale sisi hatuhusiki zaidi. Lakini hii ya pili hii, wewe kuacha baba na mama au unawaacha kabisa uambatane na mtu mwingine, muwe mwili mmoja, kifo kiwatenganishe. Kazi kubwa hii sana. Kabla kuingia katika mpango, kuna vitu vitano unabidi ufanye. Amen. Nataka niwafahamishe watu wanaonisikia hapa, hakuna kitu cha raha kama kuishi katika ndoa. Haleluya. Ambayo umeingia ndani, umejiandaa. Haleluya. Na Mungu akawa pamoja na wewe. Hiyo ni fasi pazuri sana. Haleluya. Ndoa haifanye na vitu vya sex. Haifanye kwa ajili ya tendo la ndoa. Sio ndicho kitu kikubwa katika ndoa. Kwa sababu mke na mwanaume sio mashini. Amen. Yenye unawasha inawaka, inakuwa inawaka kila siku. Hata usiwepo tendo la ndoa ya kila siku, lakini ndoa ni nzuri sana kama ukimpata mtu na unaingia pale umejiandaa. Na kitu kiangukia ndani ghafla ndiyo kitu kibaya kuliko vitu vingine vyote katika maisha ya mtu. Kitu kibaya kuliko maisha yote katika maisha ya mtu ni kuolewa vibaya au unaoa vibaya. Pale kabisa unakutana na jambo mbaya lenye baya kuliko kifo. Sema amen. Mnielewe, mnasikia ninachosema? Baya kuliko kifo.